Na taratibu hapa kituoni mweziona vipi? Taratibu zinaenda vizuri na nafurahi kwamba kama watu walivyoahidi kwamba Oktoba watajitokeza kutiki. Umeona wenyewe watu wamekuja kwa wingi na tunashukuru kwamba taratibu mistari inakwenda kwa spidi. Na naamini mpaka kufika saa 10 watu wengi zaidi watakuwa wameshapata nafasi ya kutimiza haki yao ya kikatiba ya kuchagua viongozi wanaowataka. Na bado kuna Watanzania wengine wako majumbani huko wakiwa labda wana sita hivi kuja, ungependa kueleza nini? Ninachoamini ni kwamba watu wataendelea kuja kwa wingi, kwa sababu hata tulivyokuwa tunakuja njiani utaona watu wengi wanatembea kwenda kwenye vituo hivyo, na nataka tu kutoa wito kwa wengine wote walioko nyumbani na wanaokuja kwamba waharakishe kuja, kwa sababu sasa zoezi linaendelea. Kadri wanavyochelewa ndivyo mistari inavyokuwa mirefu, na tunataka hili zoezi liishe kwa haraka na kwa muda ambao umepangwa kwa mujibu wa sheria zetu za uchaguzi. Na kwa hiyo nataka niwape wito tu kwamba wasiache kutumia nafasi yao ya kikatiba ya kuja kupiga kura, kwa sababu kura ni haki yao, na hili ni tukio linalotokea mara moja baada ya miaka 5. Kwa hiyo si jambo la kukosa. Moja ni kitu ambacho unaingia nayo kwenye historia kwamba nimepiga kura kwenye uchaguzi huu wa mwaka 2025. Na mwisho kabisa, ukiangalia ile mchakato mzima ulivyokuwa toka wakati ule wa kampeni hadi sasa siku ya mwisho leo ya kupiga kura, unadhani ile dhana ya uchaguzi huru na haki imezingatiwa? Dhana ya uchaguzi huru na haki hauioni kwenye hitimisho, unaiona kwenye mchakato. Kwanza utaratibu wenyewe wa ndani kwenye vyama, kila chama kilihusika, baadaye vikashindanishwa ndani ya vyama vyenyewe kupata wagombea, baadaye vyama vikasimamisha wagombea, baadaye kampeni zikaanza. Tulikuwa tunaona kwenye mikutano tunayokwenda kila mahali wananchi wanajitokeza kwa wingi, na kwa kweli sauti yao ilikuwa moja tu kwamba wanataka kuchagua viongozi ili wapate maendeleo. Wao wamehusianisha kura yao pamoja na maendeleo yao na maisha yao. Na kwa hiyo ukiniuliza mimi kwamba dhana ya uchaguzi huru na haki huioni kwenye hitimisho la leo, unaiona kuanzia kwenye mchakato. Na hata watu kuja kwa wingi namna hii ni uthibitisho mwingine kuwa uchaguzi huu ni huru na haki. Utaona kila mtu amefika, anajua utaratibu wake kama tulivyoelekezwa na tume. Hakuna kitu hata kimoja ambacho kimeachwa, kila kitu kimefuatwa kwa mujibu wa utaratibu. Na ni kitu cha kujifunza kwa kweli, kama kuna uchaguzi ambao tunafanya katika mazingira ambayo kwa kweli ni tulivu sana, ni uchaguzi huu. Utaona kwenye maeneo yetu mengi, nimepita kwenye vituo, utaona watu ni wengi sana na kazi yao ni moja tu, kwenda kupiga kura. Nashukuru sana Mheshimiwa Doto Biteko. Nashukuru sana. Asanteni sana. Asante sana. Naam, mtazamaji, huyo ni Dr. Doto Biteko, naibu waziri mkuu, ambaye naye amejitokeza katika jimbo hilo la Bukombe kutumia haki yake ya kikatiba ya kuchagua viongozi ambao anataka waliongoze taifa hili katika kipindi kingine cha miaka 5. Mtazamaji, haya ni matangazo mbashara na maalum kabisa kwa ajili ya uchaguzi mkuu 2025. Unaweza kutupata pia kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, na anwani yetu huko ni TBC Online. Tupo mbashara pia kupitia YouTube kwa anwani hiyo hiyo ya TBC Online, na hapo kwenye runinga yako zinapita pia taarifa mbalimbali kuhusiana na uchaguzi mkuu wa 2025. Na hivi sasa kama tulivyokujuza, tuko katika maeneo mbalimbali ya nchini Tanzania, na tupo hapa Dar es Salaam maeneo ya Sinza. Mwandishi wetu Jackson Mwanuzi, karibu sana, utujuze kile kinachoendelea hapo Sinza. Asante sana Elizabeth Mramba kutoka hapo studio. Ninawapata vizuri kabisa. Mimi niko hapa Sinza Mawela, Dar es Salaam, ambapo mgombea wa chama cha Makini Costa Kibonde anakuja kutimiza haki yake ya kupiga kura kama ambavyo ilivyo kawaida. Na tumefika hapa, hali ni shwari kabisa, mambo ni mazuri na taratibu za kupiga kura zinaendelea, na yeye sasa ndo anaingia hapa kwa ajili ya kutimiza huo wajibu wake. Kama unavyoliona gari lake linaingia hapa, anakuja kwa ajili ya kuhakikisha basi anatimiza hiyo haki, na mambo yanakwenda vizuri na watu wengine wanaendelea na shughuli zao za kupiga kura. Na sasa
anashuka kwenye gari kwa ajili ya kufika hapa kituoni. Yes, kama unavyoona sasa anashuka kwenye gari yake kwa ajili ya kupiga kura. Costa Kibonde, mgombea wa chama cha Makini, huyu hapa anakuja hapa Sinza Mawela, Dar es Salaam kituoni hapa kwa ajili ya kupiga kura yake katika siku ya leo ambayo ni adhimu kabisa. Naam, kama unavyoona sasa anaingia hapa, yuko tayari kwa ajili ya kuhakikisha anatimiza wajibu wake wa kikatiba. Sasa amefika hapa na anafuata taratibu nyingine ambazo zimewekwa kwa ajili ya kuhakikisha anazingatia. Basi anatoa kitambulisho chake cha mpiga kura, kuhakiki jina lake, kuangalia anaendelea na taratibu zake za kuhakiki jina lake na kufuata taratibu zile ambazo zimewekwa. Sasa walete nani hivi kama bado kule kwa na nini. Naam, mtazamaji wa TBC1, haya ni matangazo mbashara ya uchaguzi mkuu 2025 na kinachoendelea pale ni mgombea wa kiti cha urais wa chama cha Makini Costa Kibonde akiwa naye anatumia haki yake ya msingi na ya kikatiba ya kuchagua viongozi ambao anataka waliongoze taifa hili katika kipindi kingine cha miaka 5, na hapo anapewa zile karatasi za kupigia kura ili aweze basi naye kutumia haki yake hiyo ya kumchagua kiongozi ambaye anamtaka. Mtazamaji, kumbuka kwamba vituo vya kupigia kura vimefunguliwa nchini kote majira ya saa 1 kamili za asubuhi na mwisho wa zoezi hilo ni saa 10 kamili jioni. Kama utakuwa hujafika bado saa 10 jioni katika kituo cha kupigia kura, basi utakuwa umepoteza haki yako ya msingi na ya kikatiba ya kupiga kura. Lakini hivi sasa tunavyozungumza, vituo vyote nchini Tanzania vya kupigia kura tayari viko wazi na Watanzania wanaendelea kutumia haki yao ya kikatiba ya kuwachagua viongozi ambao wanawataka waliongoze taifa hili katika kipindi kingine cha miaka 5. Na kama ndo kwanza tumefungulia luninga yako, mgombea wa kiti cha urais wa chama Makini Costa Kibonde ndiye ambaye anashiriki zoezi zima la kupiga kura, na hapo awali tumeshuhudia pia viongozi mbalimbali na wagombea mbalimbali wa kiti cha urais, mgombea wa kiti cha urais cha SAU Ada Tadea, UPDP, NRA kutoka kule Zanzibar, Chama cha Mapinduzi, NLD, wote hao tayari wameshatumia haki yao ya kikatiba ya kuwachagua viongozi ambao wanataka waongoze katika kipindi kingine cha miaka 5. Gabriel Zakaria, naona unatamani kuzungumza kidogo wakati zoezi zima la kupiga kura kwa mgombea wa kiti cha urais wa chama Makini akiendelea kutumia haki yake ya msingi. Ndio hivyo, anatekeleza kile ambacho wote tunasema kwamba hii ni haki ya kidemokrasia, ni haki ya kikatiba
ya kushiriki katika zoezi hili, lakini pia kuweka kumbukumbu, kwamba mara nyingi tunapenda pia kuweka kumbukumbu ya matukio mbalimbali. Kwa hiyo hata hili pia kwamba kukumbukwa kwamba mwaka 2025 bwana nilishiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, lakini pia hata baada ya kumaliza zoezi hili pia ni kutoa ujumbe kwa wengine ambao bado hawajafika, ili nao wajitokeze sasa kwenda kuhakikisha kwamba wanatekeleza haki yao hii ya kikatiba ya kuchagua viongozi wao. Na tunamuona hapo huyo mgombea wa nafasi ya kiti cha urais akiweka sasa karatasi hizo, fomu hizo ambazo tayari ameshajaza viongozi anaowataka yeye, na yeye tukijua pia ni mgombea urais. Kwa hiyo anakamilisha zoezi hilo, na bila shaka pengine huenda kama atazungumza na vyombo vya habari vilivyo pale ataweza kumsikia labda wito wake zaidi. Ameshamaliza hapo na naona anaelekea sasa kuweza kutoka nje, na pembezoni anaonekana pia maafisa wa tume wakiendelea kuratibu zoezi lao vizuri, lakini pia na kuwezesha pia wananchi waliopo hapo nao ili kuweza kufika na kutumia haki yao ya kikatiba kuchagua viongozi wao. Namuona mwandishi wetu pale na jaribu kupata nafasi ya kuzungumza na huyu mgombea wa kiti cha urais, pengine na ujumbe na ambao angependa kutoa mahususi kwa wananchi, na hususan pia zaidi kwa wale ambao bado hawajaenda kutekeleza haki yao ya kikatiba. Pengine tumsikilize Betty au tumsikilize naye anasemaje baada ya kupiga kura. Sawa. Swali letu la kwanza tutaka kujua, unajisikiaje kuwa miongoni mwa Watanzania ambao wametimiza haki yao ya kikatiba ya kupiga kura? Kwanza ninajisikia faraja kubwa sana kutimiza haki yangu ya kimsingi ya kupiga kura. Mara nyingi nimekuwa nikizoea kujipigia kura sababu nishagombea ubunge na kumpigia diwani. Sasa hivi nimepiga kura ya rais ambapo nimejipigia mwenyewe Costa Jimmy Kibonde, nimempigia diwani na vile vile nimempigia mbunge. Kwa hiyo hili ni tukio kubwa sana kihistoria. Kwanza nimetimiza haki yangu ya kimsingi, haki yangu ya kikatiba. Hivyo basi ninawaomba Watanzania wenzangu maeneo yote katika nchi ya Tanzania watumie muda huu uliobaki kujitokeza kwa wingi na hatimaye waweze kupiga kura. Maana yake swala la kupiga kura ni swala la kikatiba na ni haki ya kimsingi. Hivyo kwa utulivu niliouona, kwa sababu nimeamua kuja kupiga kura muda huu wa saa 5, toka asubuhi nilikuwa nafanya mawasiliano na viongozi wa mikoa mbalimbali wa chama changu cha Makini, na wamenithibitishia kwamba maeneo yote nchi nzima kuna hali ya utulivu. Watu wamejitokeza maeneo mbalimbali, wameweza kupiga kura. Rai yangu, ninawaomba Watanzania waendelee kujitokeza kwa muda uliobaki ili waweze kwenda kutekeleza haki yao ya kimsingi na ya kikatiba. Asante sana. Na mtazamaji, huyo ni mgombea urais kupitia chama cha Makini, naye akiwa amemaliza tu muda mfupi uliopita kutumia haki yake ya msingi na ya kikatiba ya kuwachagua viongozi ambao anataka waliongoze taifa hili katika kipindi kingine cha miaka 5. Mtazamaji, haya ni matangazo mbashara tukikuletea hali halisi ilivyo katika vituo mbalimbali vya kupigia kura, ikiwa ni bara pamoja na visiwani. Na sasa tunaelekea kule Pemba, tunarejea tena